ni utayari wa serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta maridhiano miongoni mwa Watanzania. Lakini mtakumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 tulikuwa na uchaguzi mkuu katika taifa letu. Na uchaguzi ule kampeni zilikwenda vizuri, tukafika siku ya kupiga kura, na kama anavyosema Mheshimiwa Rais mwenyewe, kwa mshangao, na sisi wa Tanzania mkiwemo na ninyi, kwa mshangao mkubwa, yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha uvunjifu wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania, na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile. Lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili. Na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine yani wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki hadi kukamatwa, na waachiwe huru. Sisi kama wazazi, sisi Umoja wa Wazazi Tanzania wenye dhamana ya malezi, tumelipokea hili kwa mtazamo chanya, na tunampongeza Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa hatua hii ambayo ameichukua. Ameichukua kama mama, ameichukua kama mlezi, lakini kubwa hapa kuna lugha, nikitumia hii lugha kwamba with a motherly heart, kwa moyo wa kimama, kuhakikisha kwamba analitibu taifa na hasa kwa vijana wetu. Isingekuwa rahisi sana kama asingekuwa na utu, kama asingekuwa na ungwana, uliona hili kwamba kupitia msemo wa Kiafrika kwamba mtoto akinyea mkono, mkono huo usafishwa na haukatwi. Hicho ndicho Mheshimiwa Rais amekizingatia na kuamua kutoa msamaha huo. Kadhalika, sisi wazazi wa Tanzania tunatoa wito kwa vijana wetu, Watanzania wenzetu, kuacha tabia za kufuata mikumbo na hatimaye kuhatarisha amani yetu. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, nchi hii ni yetu sote, tutaijenga sote kwa pamoja, na hivyo lazima tuenzi amani na utulivu katika nchi yetu. Mwisho, si kwa umuhimu, ni waombe wa Tanzania wenzetu
tuendelee kuienzi amani, tuendelee kudumisha utulivu, tuendelee kuleta mshikamano miongoni mwetu na katika nchi yetu, kama ambavyo imekuwa tunu yetu sisi wa Tanzania, kiasi kwamba tunapigiwa mfano na Afrika na dunia nzima, tukiitwa hiki ni kisiwa cha amani. Nimeona niwaite nimpongeze Mheshimiwa Rais na kumshukuru kwa hatua ambazo amezichukua, ikiwa ni hatua mojawapo ya kutibu majeraha ambayo yametokana na vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais ameonyesha utayari wake kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa moja kama ambavyo imekuwa huko awali. Nisisitize kwamba wala hili si uoga, bali ni leadership maturity ambayo Mheshimiwa Rais ameionyesha ili tuendelee kuwa pamoja. Kadhalika, kwa sababu jambo hili linagusa vijana, nampongeza Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ambayo yeye amesema anapokwenda kuitengeneza serikali, na hapa tumuombee kwa Mwenyezi Mungu amuongoze vizuri ili aweze kuwapata wasaidizi wazuri, wakiwemo mawaziri, manaibu, makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, kadri anavyoendelea kutengeneza serikali, awapate watu wazuri watakao kumsaidia katika kutekeleza majukumu yake. Niwaombee Mheshimiwa Rais afya njema na kila laheri. Muombee Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, afya njema na siha njema na kila laheri. Nimuombee Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, kila laheri na afya njema. Waziri Mkuu mpya Dr. Mwigulu Nchemba, na sisi wa Tanzania wote kwa umoja wetu.